ahlan wa sahlan wa marhaba bikum popote pale ulipo. Mgeni aliyesubiriwa kwa wiki, mgeni aliyesubiriwa kwa miezi, hii leo amefika. Huu ni uwanja wa Nyayo wenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 22,000. Uwanja umefurika furi, umejaa pomoni. Nairobi imetekwa, taifa la Kenya limetekwa, lakini Afrika ya Mashariki imetekwa kwa dakika 90 za siku leo. Taifa linasimama kuishuhudia dabi ya 96 mashemegi. Hii ni ya kijani, lakini vile vile hii ni ya samawati na nyeupe. Ni siku kuu ya soka. Kama Waislamu wanavyosherekea siku kuu ya Eid, basi wapenda soka wanasherekea siku kuu ya soka. Wapo tayari wachezaji wa AFC Leopards. Ni dakika 90 ambazo zinakwenda kuwa nzito kwa timu zote mbili. Mashabiki wameisubiri kweli kweli. Wachezaji pia wamejiandaa kwa mchezo wa siku leo. Sio mchezo wa kawaida, asikwambie mtu. Ni mchezo wenye historia kubwa. Haijaanza leo. Upande wa AFC Leopards ilianzia mwaka 1964. Upande wa Kogalo ilianzia mwaka 1968. Ni heshima kubwa kuvaa kijani, lakini ni heshima kubwa kuvaa samawati na nyeupe. Karibu sana. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Yupo nyumbani AFC Leopards Ingwe, anamwalika bingwa mtetezi wa ligi kuu taifa la Kenya Gor Mahia Kogalo Sirkal, moja kwa moja mubashara kutoka uga wa Nyayo. Hii ndio mechi ya kwanza ya ligi kuu kuweza kupigwa hapa Nyayo tangia kuweza kufunguliwa baada ya kufungwa kwa marekebisho ya uwanja huu. Uwanja sasa unapendeza, uwanja umetaradadi. Mashabiki wa Gen Z nao pia wapo. Bendera yake Enoch Morrison, Black Star, nyota kutoka Ghana kule, nyota kutoka Accra. Hali ya anga ni shwari kwa mchezo wa soka. Nyuzi joto ni 23. Upepo unakwenda kilomita 13 kwa saa, lakini uwezekano mvua kunyesha ni 30% tu. Mvua pia ni baraka. Inyeshe mvua, iwake jua, lazima 90 za leo ziliwe. Lazima mbabe yapatikane. Ni mechi yenye kuvuta shabiki. Kwa hola wamefika shwali yaho mashabiki wa Ingwe hao. Ingoho kitoweo chao hichi kipo. Wanasifika sana watu wa maeneo magharibi kwa mnyama kukule, lakini mwiko pia upo wa kusongea ugali. AFC Leopards Lugari Branch wamesafiri hawa, wa kutoka Kakamega wamefika, wa kutoka Busia wamefika, wa kutoka maeneo ya Mumia Suko pia wamefika, ili mradi kuja kuishabikia klabu yao ya AFC Leopards ya Matere. Ingwe Yola wana hamu ya taji hawa, na mwalimu amesikika majuzi akisema kuwa bado wapo mbioni kulitaka taji. Mara mwisho kuchukua taji ilikuwa ni mwaka 1998. Mtoto amezaliwa, mtoto ametambaa, mtoto ametembea, mtoto amekimbia, bado hajapata taji. Upande wa pili Kogalo, bingwa mara 21 ligi kuu taifa la Kenya. Show me a better team in East Africa. Show me a better team in Africa. Bingwa mtetezi wa ligi kuu anataka tena taji. Je, atalipata? Yupo mbioni. Watu wa Kibera kule namba 8 wamejitokeza. Wachezaji wa Kogalo nao pia wapo tayari. Wapo wachezaji ambao ni mara yao ya kwanza. Tizama uga wa Nyayo ulivyo taradadi. Tizama uga wa Nyayo unavyopendeza. Nyasi zimekolea kijani, lakini mashabiki hamna nafasi hapa hata ya kutembea. Hii ndio furaha ya soka sasa. Hii ni 254. Hii ni jiji kuu la Nairobi, eneo bunge la Lang'ata. Wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali, aliyotoka mpakani Lunga mwisho huko, aliyotoka upande wa pili Busia, aliyotoka maeneo Mandera huko, lakini pia waliotoka maeneo ya Taita Taveta huko. Wote ili mradi walishuhudia debi hili la 96. Kama haupo Nyayo, upo wapi? Ametoka Accra huyu Ghana kuja kuipigia klabu ya Gor Mahia. Mashabiki nao wanawaimbia Igwe, heshima kwa wachezaji wao. Huu ndio upendo wa soka, huu ndio upendo wa timu zao. Tizama bendera zinavyopepea. Boniface Koe Munyendo, sio dabi yake ya kwanza,
ana uzoefu wa dabi, lakini kila mechi inakuja na uzito wake, kila mechi inakuja na ugumu wake. Historia ipo kwa ajili ya kufutwa. Sahau kilichofanyika jana, sahau kilichofanyika jisaji moja iliyopita. Ni saa tofauti, siku tofauti, mwezi tofauti, lakini pia mwaka tofauti. Historia mpya inakwenda kuandikwa hapa. Kama ni historia ya ushabiki tayari imeandikwa. Nyayo is full house, na sio janja janja, imejaa kweli kweli. Mashabiki wa kweli, sio picha za AI hizi, ni picha halisia, picha halisi kabisa. Unachokiona ndicho kinachofanyika Nairobi. Watu wamefunga milango yao, wameziaga familia zao, wako waliobeba familia zao ili mradi waje waishuhudie hii ya leo. Nani atakayetoka na sifa siku ya leo? Pata kwenda kilio kwa mmoja, lakini pata kwenda furaha kwa mwingine. Jina la Mashemegi limeletwa kutokana na undugu wao. Anayetoka Kisumu anakwenda kuoa Kakamega, anayetoka Busia anakwenda kuoa Homa Bay. Ndiyo ushemegi ukazaliwa. Walimu wote wapo tayari. Aliyekuwa mchezaji wa zamani Fred Ambani kwa faida ya FC Leopards ameyari kubaki na mfumo wa 4-3-3. Levis Opio yule wa debi iliyopita yupo, atalinda na Lewis Bandi, Randy Bakari, Casey Odhiambo na Samuel Semo. Eneo la kati Musa Undo, Kelly Okonji Madada na Boniface Koyo Munyendo. Pembeni Ovela, pembeni Hassan Beja Soka, lakini Maxwell Otieno Odongo mwenye goli moja ndani ya debi la Mashemegi amepewa kama mshambuliaji huru. 11 bora kwa faida ya Ingwe. Nahodha siku leo ni Lewis Esambe Bande, upande wa pili ni Geoffrey Ochieng Simiti, lakini Pilato wa siku leo ni Dickens Mimisa akitokea Mombasa, anasaidiwa na Samuel Kuria, Boniface Karanja na Eric Njogu. Kamishna wa mchezo siku leo ni Maxime Itur. Mgala muwe haki yake umpe. Kogalo ndiye mgeni wa siku leo. Sinisa Mik mechi yake ya 6 hajapoteza bado. Gab Matthew atalindwa naye Paulo Chuoga, atalindwa na Joseph Levin Odhiambo, lakini kati anakuwepo Joshua na Alphonse Omija. Eneo la kati Lawrence Enoch Morrison, Geoffrey Simiti na Alpha Onyango, lakini Sharif Musa anakuwa na jukumu la kumpa mipira Gideon Bendeka, Mopao Mololia. Wanajeshi wa Kogalo hawa ndio wameaminiwa siku leo. Mwalimu amesema aonyeshe ni kwa nini amesajiliwa kutoka Kongo. Walimletea nini Kogalo kama sio kufunga? Tayari na magoli 5. Je, leo ataongeza idadi yake ya magoli? Swala la muda hilo. Picha kumbukumbu ya 11 bora itabaki kwenye mitandao ya kijamii, iwepo Facebook, iwepo Twitter, iwepo TikTok, lakini pia WhatsApp. Kumbukumbu kwa siku kama leo ya Jumapili takatifu ya 30 mwezi wa 3. Fred Ambani kauli yake ni kuwa hajawahi kupoteza dabi alipokuwa mchezaji. Leo hii iweje apoteze? Kauli nzito ambayo ameweza kuitoa. Je, itadumu? Wanakwenda kupiga sala watu wawili. Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa, lakini pia Quran ya 40 aya ya 60 inasema njooni kwangu nami nitawaitikia. Wote wanakwenda kupiga sala, atakayejibiwa ni mmoja, lakini hakuna ambaye atakatazwa kujibiwa, atacheleweshwa tu. Sinisa Mihik anasema ameikosa sukari, lakini chumvi ipo na pilipili kwa mbali. Kauli yake huyu kocha mwenye mbwembwe zake, Mkroatia huyu, alichukua nafasi alipoondoka Brazil. Leonardo Martins Neiva ametoka Brazil, amekuja Mkroatia. Wow, amepiga big lens ile, anataka kujikinga na miale ya jua ile, aone kweli kweli. Wanaambiwa tosha, sala zimetosha. Yupo hapa Dan Shikanda, lakini pembeni yake aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Raila Amolo Odinga, pia na yupo patron wa klabu ya Kogalo, yupo hapa aishuhudie. Levis Opio Jr. amesema siri anayo sasa, walichokuwa wanakifanya hii leo hawatokifanya. Tizama picha angavu. Hii ni Azam TV, burudani kwa wote. Unayemwona hapo ndio huyo ukimwona barabarani, hakuna tofauti, ndiyo rangi yake huyo. Picha angavu hizi HD. Dickens Mimisa yupo tayari kutafsiri sheria za mchezo wa soka siku leo. Popote pale ulipo, salamu alaikum, imani
Amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana katika uwanja wa Nyayo. Karibu sana jiji kuu la Nairobi. Karibu sana 254 Kenya. FC Leopards yupo nyumbani, Gor Mahia Kogalo yupo genini, ligi kuu taifa la Kenya. Hii ni sauti ya beki asiyebadilika Ali Salim, lakini kama kawaida siko peke yangu, sahibu wangu Charles Onyango Mabululu. Mechi kubwa kweli kweli, lakini kubwa zaidi kwa upande wa Fred Ambani. Atakuwa anategemea wachezaji wake wa pembeni, zungumzia Michael Ovela Ochieng na Hassan Beja Kitsao, lakini Kogalo muunda aliyokuja nao Sini Samik. Kwa tunaona Diamond Shape ile katikati akiwa na washambulizi wawili, Sharif Musa leo akicheza twin na mwenzake Gidio Bende Kamololia. Lakini kubwa zaidi, mechi inaweza kuamiliwa na yule ambaye atatumia makosa ya timu pinzani na atatumia vizuri transition zake na kulazimishia turnover katika nusu ya timu pinzani. Atakayetumia nafasi kama hiyo huenda kaondoka na bragging rights zile za derby. Sikiza Mabululu anakumwagia vitu hivyo, mzee wa tafiti Moni ametokea maeneo ya Ahero kule, yupo vizuri kole. Charles Onyango Mabululu. Debi ya 96 hii ilikuwa ipigwe mechi ya raundi ya 9. Imekaa sana, lakini ilikuwa lazima iliwe. Kama ni daku vile, ilikuwa kuna budi bali mfungaji arauke saa 10 alfajiri apige daku. Michael Ovela Ochieng kati na kati, Kelly Okonji Madada, Lewis Sambe Bandi cheza na Musa Undo, merudi kwa Kirandi Bakari, cheza na pacha wake KC Odhiambo, upande wa pili kwake Samuel Semo Mbaja. Dabi yake ya kwanza hii, wanamuita Evra huyu kwa jina la utani. Samuel Semo jaribu kuikata, Simiti anayo sasa, napigwa ndefu, amepewa tena FC Leopards. Randi Bakari kwake Lewis Sambe Bandi, kati na kati Kelly Okonji Madada, Musa Oundo merudi tena kwake Sambe Bandi, amekuzwa katika AFC Youth. Kelly Okonji Madada, pasi yake imesomwa na Simiti uzuri. Lawrence Juma kwake Alpha, pia Simiti. Geoffrey Ochieng Simiti. Uwanja unaruhusu Charles Onyango kwa mpira kupigwa pasi za chini, na kweli walimu wote wanasema wameteseka hapo awali, lakini leo wanacheza soka na ni soka safi ya kupendeza. Na umeona Kogalo watakuwa naanza na back 3 nyuma. Levin Joseph, tofauti na tulivyotarajia, atakuwa anapanda juu. Geoffrey Ochieng Simiti kucheza kama wingback wa kushoto, lakini Paul Ochoga atakuwa anacheza kama wingback wa kulia, lakini bila mpira wanakuwa watano nyuma. Kwa hivyo atakuwa na idadi tosha, watano nyuma dhidi ya washambulizi wale watatu wa Ingwe. Kwa hivyo namba wanapozuia Kogalo watakuwa wapo bora zaidi kuzuia mashambulizi ya wana Ingwe. Sema hii leo haina kisingizio, kama ni kiwanja basi kiwanja kimetiki. Amepoteza mali Paul Ochoga kwake Alpha Chris Onyango, amerudi kabisa kwake Alfonso Mija. Omija tena najiamini kweli kweli, anaingia kati ya uwanja, cheza na Joshua Onyango Mangulu. Geoffrey Ochieng naigusa kwake Sharif Musa Siringo. Musa Undo anajaribu kumkata, mikata uzuri imetoka. Alpha amepoteza mali. Michael Ovela Ochieng ana kasi, anajaribu kuondoka na mali, ameondoka kwanza, pili amekwenda chini. Nasema ni foul yekwe nyuma huko, kwa ameondoka tayari Michael Ovela Ochieng kutoka pembeni kule. Dhani itakuwa anatumia sana kasi yake pembeni, kwa anamtumia sana kulia, manake yupo nyuma. Joseph Levin Odhiambo alikuwa ameruka kiunzi cha kwanza, lakini baadaye alikuwa amechezewa madhambi. Michael Ovela Ochieng kasi yake kulia huku, manake kuzia maeneo ya pembeni watakuwa wanapata tabu vijana wa Kogalo kutokana na wingbacks wao kupanda zaidi. Kwa hivyo beki wakati wa kushoto Joseph Levin Odhiambo, na kulia kule ambaye leo atakuwa anapiga Alfonso Mija, watakuwa na cover eneo kubwa ya kuweza kuwanyima wingers wa Ingwe kuweza kutamba na kutaratamba. Yupo Samuel Semo pamoja na Michael Ovela Ochieng. Moja kwa moja itakuwa ni cross inamiminwa. Mijipanga uzuri mabeki wa Kogalo. Simiti mecheza na kichwa, fikia kwake Lewis Sambe Bandi, kimo kidogo lakini ndio tepe unahodha umekaa kwenye mkono wake. Semo shikia tena Semo,
Kelly Okonji Matata amechezewa foul na Alpha Onyango. Takuwa anapata fouls nyingi mdogo wa kimo, lakini ana uwezo wa kuficha mpira. Na dakika hizi 5 za mwanzo wameanza wakiwa juu, vijana wa Ingwe wanapata nafasi na muda na mpira, na inawalazimu tu wale viungo wa Kogalo, Alpha Onyango, Lawrence Juma na Enoch Morrison kufanya zile foul kwenda kwa nyima nafasi ya kucheza, hususan kiungo ambaye anaogesha mambo kwa upande wa Ingwe, Kelly Okonji Matata. Na hapa sio mbali sana kwake Michael Ovelo Ochieng, na kumbuka alichokifanya kule Murang'a, lifunga bao ambalo lilitembea kwenye mitandao ya kijamii ulimwengu mzima. Ana power ya mguu, ana technique nzuri pia. Michael Ovelo Ochieng nzuri sana mipira mfu. Michael Ovelo Ochieng anaipiga uzuri, mekwenda juu ya lango. Gad Matwele hakikisha kuwa lango lake lipo salama. Wanatumia set piece zao Michael Ovelo Ochieng, lakini aliupiga tu juu kule kwa mbali kabisa, kwa amehakikisha amekava Gad Matthews Otieno. Tuko namtumia Michael Ovelo Ochieng, lakini pia naye Samuel Semo Mbaja Evra kuweza kutumia set piece hizo nao vijana wa Ingwe. Lakini umeona Kogalo wanapoanza wanataka kulazimisha ile turnover niliyozungumzia mwanzoni. Wanaenda kukabia juu watatu, high pressing ile. Wachezaji watatu wa mbele wanaenda kuwakabia walinzi wale watatu wanaoanza. Hususan watakuwa na mwangalia Joshua Onyango, wakaenda kumfanya ama kumtumia kama trigger ile tunasema, kumpress kabisa ili aweze kuingia na kijibaridi hivi, kisha upoteze mali, kisha aende kushambulia. Lakini mpaka sasa ametulia na amepiga pasi Joshua Onyango. Kuna battle nzuri, duel nzuri huku. Joseph Levin Odhiambo na Michael Ovelo Ochieng tayari ameweza kuonyesha Michael Ovelo Ochieng kwa hapa huenda kuna mpenyo wa kuweza kuleta crossi, anaweza kumchukua ile 1v1 na kumpiku vizuri kisha kuleta cross. Kwa hivyo watakuwa wanamtafuta Michael Ovelo Ochieng kulia huku ili kuweza kumpita Joseph Levin na kuleta crossi. Kona kwa faida ya FC Leopards. Tigers Mimisa amekwenda kutoa somo la bure. Achua Samuel Semo Mbaja. Aileta ndani uzuri Samuel Semo huku. Bado nafasi yao imekaa sasa. Kuna mtafuruku, lakini Gad Matthews Otieno alikuwa ange zaidi. Leta uzuri na Samuel Semo, Albin Manusra, lakini alikuwa uzuri kabisa Gad Matthews Otieno. Wanatumia, angalia mwamba wa awali walikuwa wawili, Michael Ovelo Ochieng akiwa na Casey Odhiambo, lakini alikuwa amekaba tu na kukaba nia post moja ambaye alikuwa ni Geoffrey Chieng Simiti. Dakika 8 za mwanzo imekuwa ni Ingwe tu, bado hajaweza kugusa mpira ndani ya 18 ya Ingwe. Vijana wa Kogalo bado hajaweza. Hassan Beja Shoka mboni mali ya kurushwa FC Leopards. Alphonse Omija, Beki Kisiki, mali ya timu ya taifa Harambee Stars. Kelly Okonji Matata metoka ya kurushwa Kogalo. Sasa The Green Army ndio timu yenye mataji mengi zaidi taifa la Kenya, mataji 21 ikiwa na saka la 22. Mija naambia wenzake wasogee. Gideon Bendeka meipata FC Leopards. Boniface Koyo Munyendo kwake Lewis Sambi Bandi, namchezea Michael Ovelo Ochieng na anaondoka, anaitaka tena, anapewa Sambi Bandi. Gusa ya kwanza ameiona Levin Joseph Odhiambo, meikata pasi. Interception nzuri hii, light passing ingepita ingekuwa ni hatari kwao.
Boniface Kweyu kwake Sambi Bandi. Michael Ovela Ochieng jaribu kuleta cross, imeletwa ndani, megonga kichwa. Hassan Beja shoka. Paulo Chuoga upo chini na gaga. Head injury na mlazimu Pilato kusimamisha mchezo papo hapo ili mchezaji kuangaliwa jeraha likoje ili kuepuka maafa. Sinisa Mihic mechi yake ya 6, amepiga 5, ameshinda mara 3, amechukua sare 2. Bado hajui kupoteza ni nini kwake. Walienda juu wawili, alishinda mpira wa kwanza Paulo Chuoga, lakini kunatokea nyuma yake tu Hassan Beja kisha kupata maumivu. Defend nzuri, akashinda mpira wa kwanza kijana Paulo Chuoga ambaye alishinda mpira huo. Fred Ambani anatoa maelekezo kwa wachezaji wake. Alikuwa mchezaji huyo wa klabu FC Leopards na ana magoli mawili katika Mashemegi Derby. Yaani alipokuwa mchezaji alifunga magoli mawili dhidi ya Kogalo. Kwa hivyo anaifahamu nje ndani. Na sasa ni mwalimu, alichukua mikoba baada ya kuondoka kwa TT Thomas Trucha. Na alipoondoka akafuata pia mshambuliaji Arthur Gitego ambaye msimu huu alikuwa na assist moja tu. Nasema Siaba alipokwenda kwa shinda taji, wenyewe anasema labda yeye sio yeye tatizo. Ilikuwa ni fahari na fahali ya Kinyarwanda ile. Gideon Bendeka amezuiliwa, lakini ni mali yao ya kurushwa. Paulo Chuoga amerudi mchezoni. Lawrence Juma kwake Alpha Chris Onyango. Alpha ni foul. Alikuwa tayari ameanza kuondoka Maxwell Otieno Odongo. Bianza Lawi. Lawrence Juma mekulia na kuru kule. Dakika 12 bila. Napigwa pass kwake Chuoga. Ndefu mno. Metoka Enoch Morrison, sasa ameonekana. Anaambia Morrison petit, yani kidogo Faransa hicho. Hauko vizuri. Wachukulia poa. Hauko vizuri. Kumbuka watu Ausem Uchebe akiwa mwalimu wa FC Leopards kuna wakati aligoma, akasema kuanzia leo utakuwa anafanya mahojiano na Kifaransa. Hivyo kama hujui Kifaransa shauri yako. Alitulazimu tuingie darasani bwana na kusoma ça va bien, merci beaucoup. Sasa alishika sana kwa petit, yani kidogo. Randy Bakari na upeleka mrefu kwa nani? Partnership chance Onyango ya safu ulinzi FC Leopards imekuwa on and off. Na leo tena wamebadilisha, manake walianza Randy na Kennedy Odhiambo, tukaiona tena partnership ya KC na Peter Maker Mabok, na leo tena kocha Fred Ambani ameweza kutumia ya KC Odhiambo na Randy Bakari baada hajaweza kupata, hususan wanapozuia set piece zao, anatafuta nani anaweza kucheza wa kwanza, lakini pia enable player kwa maana KC Odhiambo anaweza kucheza na kuanzisha mashambulizi nyuma, lakini Randy Bakari mzuri kwa zile 1v1, lakini pia mzuri kuweza kucheza kona zile na kumsaidia kuzia set piece zote. Umeona bado kazi nzuri press ya Ingwe imeweza kufanya. Kwa hivyo inawalazimu Kogalo, iwapo watapata space ya kucheza, inawalazimu kucheza mipira mirefu, kukwepa press ya kwanza watatu wale wa Ingwe ili waende juu, kisha wapate nafasi ya kucheza ndani ya nusu ya vijana wa Ingwe. Hapo ndo anamwambia Zani Mohamed hivyo ni tu vitu. Chance anakupa tu vitu. Tathmini ile kwenda shule hiyo. Ngoma inageuzwa upande wa pili kwake Lewis Sambe Bandi. Mwenyendo amegusa, ametoka Musa Undu, sasa amerudi kwake Levis Opio Junior Lovae. Kumbukumbu yake sio nzuri sana katika debi la Mashemegi. Alifanya makosa na mechi kesha 1-0 kutokana na kosa lake papa hapa katika uga huo Nyayo. Randy jaribu kuinyanyua long ball. Levin Joseph amechezewa madhambi naye Maxwell Otieno Odongo.
na kibarua kigumu siku ya leo. Maxwell amewekwa kati ya mabeki wenye kimo kwa faida ya Levin Joseph, Joshua Onyango na Alphonse Omija. Mipira ya juu itakuwa namtatiza sana, sidhani kama ni mwafaka kwa kutumia mpira ya juu. Manake ni mzuri, yeye anawafanya zile runs yenyewe, anakuambia anaweza kufanya mikimbio tu baada ya kufanya link up play. Kwa hivyo kama atacheza zile pasi fupi na Kelly Okonji Madada, kisha anafanya mikimbio nyuma ya beki ambaye ni Joshua Onyango Mangulu, ndio nguvu yake kubwa. Sherif Musa Gideon amegeuka, ni foul, amechezewa madhambi na Randi Bakari. Tayari amekwisha kuweka povu kwa mpira uwekwe hapa. Randi Bakari anakwenda kupoa somo. Mnyima tu nafasi na mja ametoka kucommit Randi Bakari, kina alimkotua Gideon Bendeka. Nafasi nzuri kwa Kogalo, anapanga ukuta wake. Levis Opio Junior Lova amepiga na goti kabisa. Ukuta wenye thamani kabisa huu. Ana wachezaji wenye kimo Kogalo. Enoch Morrison anainyanyua, nashuka nafasi kwa Mangolo, imekatwa. He took one for the team. Ameingia mbele ya mpira ule, ulikuwa umelenga lango. Unakufia timu, ingia mbele ya mpira, usifike kwenye lango. Sinisa Mage, pumzi zipo juu juu. Natafuta maneno ya kusema. Levis Opio na anasema na mabeki wake wote walirudi nyuma kwa mpira, wakasahau second ball. Na kweli na shuti lake uzuri, set piece ya kwanza aliyeshinda first ball ya kwanza, second ball alikuwa peke yake, lakini akafanya kazi nzuri ya kuweza kuzuia na alikuwa ameachwa. Angalia nafasi ilikuwa Levis Opio Junior. Kwa hivyo amefanya kazi kubwa Samuel Semo Mbaja kuzuia shuti lake kijana yule Joshua Onyango, na angalau amepata nafasi moja ndani ya nusu ya vijana wa Ingwe Kogalo. Triple K Kevin Kimani Kirudhi anakafra huyu na anatipeana maelekezo na Freda Mbani. Uzoefu unachangia, na walikuwepo pia pamoja katika klabu ya Wazito ile. Kwa hivyo anaambia kocha, hapa na hivi na hivi na hivi. Ni muhimu sana kuwa na wachezaji wenye uzoefu, experience. Samuel Semo anaelekezwa nje na Daktari Patrick Ngusale, daktari mzoefu. Drop ball, ngoma inaendelea. Lawi Alpha Onyango kwake Lawrence Juma, tena midfield of the year msimu mwaka 2020 na mwaka 2021. Napigwa pass pembeni, Paulo Chuoga. Casey ametumia uzoefu tu kuzuia mpira kwenda nje ule. Ayanza haraka Levis Opio Junior, namwita Lovae, mali ya kurushwa FC Leopards. Hakuanza msimu uzuri Kogalo, lakini sasa anaendelea kujipata. Boniface Kweyu Munyendo, ndefu mno, imefika kwenye mikono yake Gad Matthew, ambaye mwalimu Kenneth Wendo naye anaonyesha tu vitu. Ngome imekaa kwenye kifua ile. Enoch Morrison anaambiwa play on advantage, yupo chini bado. Morrison amenyanyuka. Alpha Chris, Sherif Musa Sirengo. Musa Undo hataki mchezo bwana, nakwenda kula onyo. Ndio kazi ya deep six. Kweli anakata umeme kweli kweli, anamwacha gizani Sharif Musa, na kitu kubwa anakifanya Musa Undo anapocommit juu Lewis Sambi Bandi. Angalia area nayo cover kwa uzuri, anarudi kuweza cover space ile ambayo anaiacha na kumsaidia pia mlinzi wa kulia Lewis Sambi Bandi. Anafanya fouls, hizo zitakuwa nyingi, sio mwisho wake kijana yule Musa Oundo Pele.
Enoch Morrison. Wote wanaambiwa angalia blind side yako. Morrison anaiswing ndani ndefu, kichwa chake simiti. Naanza kutumia set pieces na anayecheza ni yule Enoch Morrison. Wajapata nafasi nzuri, lakini walikuwa wawili tayari walikuwa wameotea. Alitokea eneo la kotea Geoffrey Ochieng Simiti kabla ya kucheza kichwa. Unaona wapo direct kabisa. Anaanza pembeni Levis Opio Jr. Morrison anaigusa kwake Sharif Musa. Sharif Fabako! Mekataa Lovai. Ndio vitu hivi wanavyotaka kuviona mashabiki. Alphonse Omija amerudi nyumbani kwake God Matthew. Kajaribu kuondoa, mempa Ovela. Fast touch nzito. Bado anayo mekosa utulivu wachezaji wa FC Leopards. Ngoma inapelekwa kwao sasa. Enoch Morrison ametafutwa Bende kama pao. Amemgusisha Casey, imetoka Nyakurushwa. Wanategemea pasi zake Enoch Morrison. Leo alivyotaja kocha kwa amemkosa sukari Austin, lakini aliyebaki mwenye uwezo wa kupiga pasi ile ya kuvunja mstari ni huyu tu Enoch Morrison. Enoch Morrison. Sharif jaribu kugeuka, mali imeenda pembeni, jaribu leta ndani, mikato zuri na Samuel Semo. Nyakurushwa tena. Pressure. Alphonse Omija merudi kwake Lawrence Juma Lawi. Levin Joseph Odhiambo pembeni, kati na kati. Gideon fast touch heavy, bado mekwenda chini, amemwambia kuna lolote. Sambe Bandi anaonyanyua mrefu kwake Maxwell, ni mali yao ya kurushwa. Joshua anakwenda kuteta jambo na Samuel Kuria. Samuel pia naye sio poa. Nimeiona kwa macho yangu. Ovela jaribu kuleta ndani huko, Joshua Onyango amekata, wanao bado mali Ingwe. Samuel Semo Mbaja anapoa tena Musa Undo. Dakika 23 hii, FC Leopards bila, Gor Mahia bila. Isao Lewis Sambe Bandi baba. Foul. Udambwi. Vitu vimo na ni dabi leo, nakumbukwa mzee. Kila mtu anatazama nyumbani. Ndio kachumbari ya soka. Jambo ndio napendeza, soka inakuwa bora kabisa. Musa Undo Pele anaweza kukwatuliwa naye Gideon Bendeka. Anafanya kazi kubwa, manake rest defense ya Ingwe anabaki kabisa, wakati mwenzake Boniface Kweo Munyenda akifanya runs zile zake tulivyozoea, na anabaki peke yake na walinzi wakati wale wawili. Sharif sasa anampata na uoga. Yale. Timing. Kiumo na nyoka. Zima uwe sawa kabisa. Sema ukiona ukamba unaruka. Ai. Alpha Onyango Chris jaribu kugeuza upande pile, memba Lewis Sambe Bandi. Metafutwa Ovela, imekatwa na Levin Joseph. Sinisa anamwambia nenda Simiti, go Simiti. Sharif Musa Sirengo. Ukiangalia muundo wake Sinisa Mihik anataka acheze ndani zaidi Sharif Musa, lakini nafasi hapo awali, angalia space aliyokuwa nayo, time and space, akaachilia fataki nguvu nyingi, lakini kama kawaida yake short stopper Levis Opio Jr. aliweza kupangua mkwaju wake Sharif Musa. Kubwa zaidi atakuwa anatafuta space hiyo, half space hiyo, nafasi kubwa kabisa katikati ya mstari ule wa ulinzi na mstari wa viungo wale wa Ingwe. Atakuwa anachezea nafasi hiyo tofauti na kuweza kuchezea mapana ya uwanja kushoto, akimwachia Geoffrey Ochieng Simiti.
Kidogo kama nimesikia umesema Machiegni. Anapoa tena Alpha Onyango, cheza naye Alphonso Mija. Alishangaza wengi alipotoka kule Dhofar Oman na kuyari kusajili hapa Kogalo. Alirudi tu, lakini mwenyewe alisema na malengo yake na sio kila mtu ambaye atamwelewa. Toka klabu ya Oman Dhofar amerudi Kogalo, lakini alikuzwa pia hapa kwenye Gor Mahia Youth. Enoch Morrison sasa, Gideon Bendeka amegusa kwake Sharif, anaitaka pembeni. Geoffrey Ochieng, Simiti amekataa. Simiti anasema ishara kidole. Angalia Simiti peke yake tayari alikuwa amezidi kwa mbele tu ya walinzi. Waliona space ipo upande wake kijana Lewis Sambi Bande. Wote wanne walinzi wote wa Ingwe wanaenda kukabia ndani zaidi na kumsahau Geoffrey Ochieng Simiti. Kwa hivyo ile switch anaweza kuifanya naye pia Enoch Morrison kuweza kumchezea pasi ya mapema Geoffrey Ochieng Simiti na kuleta cross ile ya kwanza ili ashambulie kijana Gideon Bendeka Mololia. Samuel Semo Mbaja kwake Hassan Beja Shoka Kitao. Shoka, nafasi limetengenezwa kwake Maxwell. Haikuwa offside. Ni offside. Lakini Gad Matu bado anatoa somo. Msifanye hivyo guys. Leo alivyosimama japo kiduchu, lakini lighting iligusa na mchezaji wa Kogalo kidogo tu. Ngoma inapigwa upande wa pili kwake Sharif Musa. Metoka Lova, ameipata na ameanza papo hapo. No time to waste. Leo Lova kweli ameijua siri. Amejiandaa. KC amemchenga wa kwanza. Confidence ya kuua ndio hiyo. Musa Undo. Rande amesema potelea pote iende kwao. Ovela anatoka nduki. Wamekwenda chini Michael Ovela. Amekataa Mimisa. Alphonso Mija. Ali. Polo Chuoga. Tackles zina fly kweli. Levin Joseph Odhiambo kwake Geoffrey Ochieng Simiti. Mali imetoka. Na ukiangalia pembeni, chaki zile za pembeni kushoto, Kogalo wana wachezaji wawili tofauti na kulia ambapo wameachiwa Paulo Chuoga. Kwa hivyo watakuwa wanashambulia zaidi kutokea kushoto, combination play nzuri kati yake Geoffrey Ochieng Simiti. Kome amegeuza upande wa pili. Paulo Chuoga mekato uzuri. Samuel Semo amekwenda chini, foul. Kome linda uzuri Samuel Semo Mbaja na kwa nafasi ya kuishinda tena Paulo Chuoga. Leo naye pia anafanya kazi kubwa. Wingback huyu anapanda na kushuka bila mpira, na rudi nyuma kujiunga na walinzi wale wakati, lakini timu inaposhambulia phase ya tatu anatakiwa kuwa pembeni kule kuleta cross naye pia, lakini kule juu yupo peke yake, tofauti na kushoto huku ambao watakuwa wanatumia kwa sana vijana wa Kogalo. Alpha Onyango amechezewa foul na Boniface Koyi Munyendo. Na Gor Mahia sasa wanapata mtiririko fulani, manake wanashinda mpira wa kwanza, lakini pia kumnyima nafasi ya kukaa na mpira na kuanza kijana Lewis Sambe Bande. Akianziwa tu Bande anafika Geoffrey Ochieng Simiti kuhakikisha anashinda mpira wa kwanza, na sasa wanapata nafasi angalau kupiga passes na kucheza ndani ya nusu ya wanachui. Anza kwake Levin Joseph. Mekanyaga upepo, kanyaga nyoka kwa lugha ya mtaani ile.
Kelly Okonji Matata. Mali ameipoteza, lakini ameipata tena. Randy Bakari amepeleka kwao. Hizi long balls hizi zinampa wakati mgumu Maxwell Otieno, lakini labda moja itaitika, labda manake naye mkabili naye pia ni mrefu. Angalia Maxwell Otieno Jongo na Joshua Onyango, atakuwa anashinda mipira yote ya angani Joshua Onyango Mangoli yule, na kuchukua mipira yote ya juu mbele ya Maxwell Otieno Jongo. Mpira wake ni ule wa chini tu, kuweza kuchezeana na Kelly Okonji Matata kabla kuweza kucheza pass pembeni kwa Michael Ovela Ochieng. Naika pressure kweli kweli, viungo wote, sio Musa Undo, sio Boniface Kwe Munyendo, lakini upande wa pili Lawrence Ochieng Juma, Alpha Chris Onyango, wote wanafika na kwa nyuma nafasi ya kucheza. Michael Ovela Ochieng anaipata mali, anajaribu kutumia kasi yake, amegeresha kwanza. Mangulo ameipata kwake Lawrence Juma, cheza naye Alpha Onyango Chris. Sasa Sharif Musa ameanza safari, pasi imepigwa ndefu kule, lakini Lova ametoka sweeper kipa. Sharif anataka foul, amesema amenipiga kiwiko. Nafasi iko, lakini alikuwa amefika tu. Akili nyingi anatumia Levis Opio Jr. kumzidi maarifa Sharif Musa Sirengo. Ovela ameipoteza, Alpha interception yake, amemgongesha tu Michael Ovela, imetoka kurushwa. Na tofauti na dakika 10-15 za mwanzo, walikuwa na kabia juu kweli wanachui, lakini sasa wanawapa nafasi Kogalo kuweza kuanza face yao ile ya kwanza. Wanakabia eneo la kati na kusubiria katika mid block ile vijana wa Ingwe. Na pasha misuli Rolls Royce MVP Austin Odhiambo. Pakubwa ndio tukamwona kipindi cha pili huyo. Samuel Semo Mbaja, dakika 33 bila bado hakuna aliona lango la mwenzake mpaka sasa. Boniface Kwe Munyendo amechezewa, Kelly Okonji Matata anajitengeneza. Oh, Kelly ipiga mpaka huruma huko. Kwa wengi walijaza upande ule wa kushoto wana Ingwe, kamwa kucheza shuti kutokana na space aliyokuwa naiona. Jaribio lake Kelly Okonji Matata, jamzea kuachilia fataki zile, tumemzea na pasi zake za mwisho, lakini pia kumalizia runs zile ndani ya 18. Metoka ameguzishwa Angi Dio Bendeka, Male kurushwa Lewis Sambe Bandi kwake Musa Undu. Bandi tayari kuweza kupiga mrefu, kichwa chepesi chake Joshua. Alpha anaondoka na Mali, pasi yake imekuwa nzito. Levis Opio Jr. umri wa miaka 29, clinch 6 mpaka sasa. Pasi imefika kwa Samuel Semo Mbaja, bado anayo Samuel Semo, jaribu kuingia nao sasa, anaileta nafasi kwa Boniface Kwe Munyendo, mekosa composure katika eneo zuri kabisa, break bora. Freda Mbani na tabasamu, build up nzuri alianzisha Levis Opio, run yake Samuel Semo Mbaja, lakini pressure yake alifika Joseph Levin Odhiambo na kuweza kunaro kabisa na kumnyima nafasi ya kupata nafasi na muda Boniface Kwe Munyendo. Lakini angalia build up ya Ingwe imefanikiwa, ameanza kushoto kijana Samuel Semo Mbaja, wakampa mpira na ameileta minus uzuri kabisa. Run hiyo watakuwa wanaitegemea bado Boniface Kwe Munyendo kuifanya na kuengaza na kuongeza idadi ile ndani ya box ya timu ya Kogalo.
Mashabiki wa Ingwe hao, vibe la tofauti kabisa. Ovela, Lewis Esambe ameipoteza. Enoch Morrison kati na kati kwake Alpha, anajaribu kuua tempo. Levin Joseph mekatwa na kichwa, mekwenda kutoka, ni goal kick. Omija Alphonse amekabwa, amelazimika kupiga mrefu. Casey Odhiambo, very cool and composed, imepotea mali kwenye miguu yake, memrudia tena Casey. Hassan Beja Shoka leo amezimwa kweli kweli. Kweyu jaribu kucheza na kichwa, imetoka, ni ya kurusha sasa kwa Kogalo. Alphonse Omija, Enoch Morrison anayo. Lawrence Juma amechezewa madhambi, ni foul. Amejaribu kutana lakini Michael Ovelo Ochieng, tackle from behind. Mali upande wa pili kwake Simiti, cheza kwake Sharif Musa, anajitafuta Sharif, bado anayo Mali, mekabwa na wachezaji wawili. Randi ameiondoa, imefikia Maxwell Otieno Odongo, sasa anakwana na Joshua itaka kunyanyua mpira, labda alikuwa amemwona minde lango kwa ametoka, hata yeye mwenyewe pia anacheka, kinamfurahisha alichokifanya. Sometimes unampata goalkeeper na surprise shot, labda nilichokuwa nataka kukifanya Maxwell Odongo. Ana goli moja huyu kwenye derby, na alifunga papa hapa katika uwanja wa Nyayo, aliufunga na kichwa, na alipofunga walishinda. Michael Ovelo Ochieng, Alpha amefanya kazi nzuri kumzuia. Lawrence Juma Lawi, Levin Joseph, Alpha, na ndo ametoka hivyo. Simiti, Geoffrey Ochieng, ile pasi ya mwisho Chance Onyango ndio inakosekana. Final pass ambayo inakwenda kuleta majanga mpaka sasa haijapatikana kwa timu zote mbili. Bado tunakosa, lakini hususan kwa upande wa Kogalo. Je, huenda tukamwona mapema Austin Odhiambo kipindi cha pili, manaka na uwezo wa kucheza pasi ya mwisho. Lakini kwa upande wa Ingwe, Kelly Okonji Madada ambaye anatakiwa na anaifaa kucheza pasi zile za mwisho, kila mara anafikiwa kweli kweli na anaishia kupoteza mpira tu. Kwa hivyo bado mchezaji mwenye uwezo wa kupenyeza pasi ile ya mwisho bado unakosekana. Huenda tukaona kitu tofauti hususan kipindi cha pili. Na sasa wanafanikiwa nao pia Kogalo, wakipita press ile ya kwanza na ya pili kwa upande wa Ingwe, wanaweza kufikisha mpira kwenda kwa Geoffrey Ochieng Simiti ambaye yupo juu, au hata Gideon Bendeka ambaye kipindi fulani pia yupo juu zaidi. Omija anasema tutulie, Sirisa anasema mnafanya nini? Twendeni kwao. Najiletea pressure wenyewe. Memshukia Musa Oundo. Kelly Okonji Madada sasa anaipiga pembeni kwake Hassan Beja Shoka, ameutea, yupo katika eneo la mpinzani. Samuel Kuria yupo makini kweli kweli, mfanyia kazi mstari wao vijana wa Kogalo, walinzi wale wakati watatu wanasonga kwa pamoja, hususan mawasiliano mazuri kati ya Alphonse Omija na mwenzake Joshua Onyango ambao wanaelewana kwa uzuri, anajua vipi wasimame, vipi wapande, vipi washuke. Wow, Nyayo National Stadium. Hamna nafasi Charles Onyango, hamna nafasi. Nikumbusha tu kama ile ya timu ya taifa na Gabon, taswira ilikuwa ni vivi, hamna tofauti kabisa. Ukichelewa leo unakosa. Wewe tazama Azam TV tu. Yes. Au Azam TV Max kwenye simu janja wenyewe wanasema smartphone. Lewis Esambe Pandi
amempa Alpha, nipata Maxwell, napigwa pass kwake Ovela, imemfikia Michael Ovela Ochieng, na ileta cross ndani huko upande wa pili. Kelly Okonji Madada kwake Kweyu, Kweyu Munyendo anasubiri upande wa pili. Sharif Musa ana kasi, ameondoka, amepigwa tackle na Musa Oundo. Atakuwa ni mchezaji wa kwanza siku leo kuingia kwa buku la watenda dhambi. Tayari alikuwa ameondoka Sharif Musa, wametengeneza nafasi lakini wanakosa kutumia. Musa Oundo anawaambia finish, na alikuwa anajua space nyuma yake. Musa Oundo ameweza kuzuia walinzi wakati wawili, Randy Bakari na Casey Odhiambo, kutokana na counter attack ile ya Sharif Musa Sirengo. Mara nyingine tena Boniface Kweyu Munyendo ndani ya box, pasi imefika yake Kelly Okonji Madada, lakini akaipoteza. Baada hapo akashambuliwa ile, lakini kazi chafu ndio kazi yake ya kuweza kuzima umeme kijana. Kini kipindi cha kwanza wanamkata pumzi, wamemkata pumzi, manake sasa alikuwa anafika kwa kujiangalia, manake akikaa vibaya huenda pia ikatoka nyekundu. Kijana Musa Oundo Pele atakuwa anafika jinsi alivyoanza mchezo kwa tackle zile. Hapo unasema unaniweka kwenye sufuria moto, na lazimika kukifanya ambacho sikutaka kukifanya. Dakika 42, AFC Leopards bila, Gor Mahia bila. Kama unajiunga nasi, karibu. Hii ni Mashe Megi Derby ya 96. Mechi ipo live with Azam Sports 3 HD. Enoch Morrison tena imepotea mali. Michael Ovela Ochieng kwenda kufungua kiatu ya kinabana, au amepata jeraha labda. Na kuja kuulizwa na Daktari Patrick Ngusale, upo sawa? Amekuwa na athari kubwa pembeni kule kulia, Michael Ovela Ochieng. Jiji kuu la Nairobi hili, jiji la kibiashara, lakini uwanja huu pia utatumika katika michuano ile ya CHAN. Unaendelea kufanyiwa marekebisho, bado haujaona kitu hapa. Wacha uwanja utamatike, ndio utajua kuwa Kenya kunapendwa soka kweli kweli. Utajua kweli ligi kuu ya Kenya ina ubora wake na inao mashabiki wake. Sema kwa dunia nyingine nayo pia naomba uzaliwe uwe shabiki. Sio kwa rai. Jumapili umetoka kwenye ibada yako ya kanisani, umefika hapa Jumapili asubuhi, umeswali swala yako Idi. Kwa walioswali leo, unakuja hapa na kanzu yako na familia yako. Usalama pia upo imara. Lewis Sambe Bandi kwake Ovela, imesomwa bado. Ovela Alpha, pas kati na kati, Ochuoga Paul, kisigino kizuri kwake Umija. Amepewa tena Paul Ochuoga. Shanif kwake Alphonse Umija. Paul Ochuoga, merudi kwake Joshua Onyango Mangulu, mekuzwa katika timu ya Kariobangi Sharks. Levin Joseph, Enoch Morrison, touch moja kama ametoa, ameharibu Geoffrey Ochieng. Kelly Okonji Madada cheza naye Michael Ovela. Musa Oundo tena Kelly Okonji Madada, mezimwa na Joshua Onyango, ni foul. Nasalimiana, fair play. Lele mvuto kutokea nyuma, Joshua Onyango akafika na kumnyima nafasi ya kucheza Kelly Okonji Madada. Ovela Michael Ochieng, pamana kweli kweli, mali imechukuliwa. Enoch Morrison, Paul Ochuoga anaondoka. Sharif Paul bado nayo. Paul jaribu kutumia mguu wake wa kushoto, mguu hafifu.
na shuti lake pia limekuwa hafifu. Baada ya kipindi kile cha kukata kiu, huenda kocha Sinisa Mihik amemwambia Alphonse Omija kuweza kujiunga naye Paul Ochuoga wanapopanda, kisha Lawrence Ochieng Juma anashuka chini na kuwa kama kiungo wakati wanaenda kushambulia Kogalo. Umeona alikuwa na option nzuri Paul Ochuoga, maanake alikuwa anafanya overlap kando yake tu Alphonse Omija kuweza kumimina krosi. Huenda ndio kitu ambacho amekibadilisha kimbinu na kiufundi zaidi kocha Sinisa Mihik. Lewis Esambi Bandi anachungulia kwake Ovela, lakini mchezo umesimamishwa. Samuel Kuria anatoa maelekezo. Purukushani mashabiki wametulia tuli, wanaenjoy tu burudani, watabaki kuwa na kumbukumbu, wataiandika mahali kwa siku ya 30 Machi. Walishuhudia debi ya 96 mubashara na uwanja ulikuwa umefurika. Ni kumbukumbu ambayo itabaki kwenye vichwa vao, lakini wataishi nayo daima, wataishi nayo milele. Damu zinachemka. Wamekimbia dakika 45 na za ziada. Lazima kuwe na purukushani za hapa na pale. Kadi ya njano inatoka. Lakini kabla kupewa kadi, kwanza anapewa maelekezo. Boniface Kwayu Munyendo anakuwa mchezaji wa pili hii leo kula kadi ya njano, na anasema na yule pia kampe basi. Maelekezo mazuri kati ya Dickens Mimisa naye Samuel Kuria. Tizama, anakuja kumwelekeza ni huyu na huyu ndo alihusika, yule na yule ndo alifanya, lakini yule hakufanya, ila yule pale ndiyo pia na alichangia. Samuel Kuria anatoa maelekezo kwake Dickens Mimisa. Wanaingwe neno Morrison anaambia na Omija toka basi, imeisha hiyo. Anaambia mpira uweke huko. Morrison anaambia na Mimisa ondoka. Fred Mbani kakake Boniface Mbani. Tizama jiji lilizokuwa na majumba marefu, uliambiwa kuwa uyaone, sio magorofa haya, ilikuwa ni kuwa uyaone maisha bwana. Wewe mwenyewe unaonaje kwa ni maisha? Sio poa. Sinisa Michuku ndele na mbwembwe zake. Morrison anaambia asogee. Morrison pia naye ana mambo yake. Nafasi labda ya mwisho kipindi cha kwanza ndefu imeletwa. Gad Matthew amepunch. Sherif Musa na Dickens Mimisa Pilato siku leo anayari kuweza kumaliza kipindi cha kwanza. Kimekuwa na nafasi kwa pande zote mbili. Sharif Musa Almanusra amtumbukiza Levis Opio Junior, lakini alikuwa ange na kuweza kuweka lango lao salama. Watakuwa na kipindi chingine cha pili cha kusaka alama tatu, kipindi cha pili cha damu na jasho, lakini imetamatika first half FC Leopards 0 Gor Mahia 0.
ameliwa ng'ombe nusu, na sasa ni nafasi ya kumaliza ng'ombe yule aliyochinjwa asubuhi katika sherehe zile za Idul Fitri. Kwa Waislamu wote ambao hii leo wameweza kumaliza mfungo wao, basi iwe Idi ya heri. Lakini hapa pia ni siku kuu katika uga huu wa Nyayo, siku kuu ya mpira. Mashabiki wa Kogalo, mashabiki kindakindaki, bendera ya aliyekuwa waziri Tom Mboya pia inapepea, lakini upande wa pili AFC Leopards na bendera zao za samawati na nyeupe, lakini nyekundu pia. Anasema 3-0, ngoma itaisha 3-0, 3-0, 3-0. Ni swala la muda tu. Kipindi cha kwanza kimeisha 0-0. Hii ni debi ya 96. Hakuna aliyekimbia hapa, hakuna aliyeogopa hapa. Wote wamekuja, wote wamejitokeza kuipiga debi ya siku leo, na tayari imechezwa nusu. Ni nafasi ya nusu nyingine, na huenda kaonekana mabadiliko mapema kwa timu zote mbili. Sylvester Silisili yupo tayari kuja mchezoni, lakini pia na Samuel Kapeni kwa upande wa Kogalo, lakini upande wa pili Victor Otieno Aguero naye pia yupo tayari kuja mchezoni. Huenda na mabadiliko ya kiufundi. Samuel Kapeni meletwa mchezoni kwa 45 za mwisho, lakini pia amekuja mchezoni Victor Otieno Aguero kwa upande FC Leopards. Sylvester Wino pia naye ameletwa katika ngoma hii ya siku leo. Ni ngoma nzito, wote wanataka alama tatu. Ni nani atakayeondoka na ushindi wa siku leo? Ni nani atakayeondoka Nyayo na furaha siku leo? Ni nani atakayelala usingizi mwanana, usingizi akiwa ametabasamu usiku wa leo? Ni maswali ambayo majibu yake yatapatikana baada ya 90. Althino Odhiambo bado anasubiriwa. Ndio sukari aliyozungumzia mwalimu, sio sukari ya Zuchu, ni sukari ya Kogalo. God Matthew Otieno, clean sheets 5 mpaka sasa, anasaka yake ya 6, umri wa miaka 28. Tizama uga wa Nyayo ulivyofurika. Ni mashabiki wa timu hizi mbili, timu kubwa zaidi ndani ya taifa la Kenya, timu kubwa Afrika Mashariki, timu kubwa katika bara la Afrika. Karibu sana katika ligi kuu taifa la Kenya, debi la 96 la Mashembegi, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Hii ni sauti ya beki asiyepitika Ali Salim. Nitakuwa nipo naye Charles Onyango Mabululu kwa tathmini simulizi ya dakika zote 90. Tayari tumepiga 45, sasa ni wakati wa kipindi cha pili. Karibu sana popote pale ulipo, enjoy burudani. Ovelo Ochieng Michael alitolewa, akaja Victor Otieno kwa upande wa FC Leopards, lakini nao pia Kogalo hakuachwa nyuma. Levin Joseph Odhiambo akatoka, akaja Sylvester Wino, lakini pia vilevile Gideon Obende kama Pawa Mololia amekwenda kupumzishwa, nafasi yake imechukuliwa na Samuel Kapeni. Sylvester Silo Wino watakuwa nabadilisha na kurudi sasa kutumia walinzi wale wanne. Geoffrey King Simiti ambaye alikuwa anacheza kama wingback kipindi cha kwanza, anashuka chini zaidi kucheza kama mlinzi wa kushoto, left back kwa sasa. Hassan Beja Shoka amechezewa foul na Alpha Onyango. Ameingia ndani uzuri Hassan Beja, lakini pale pale tumetumia akili nyingi tu Hassan Beja kuweza kupata ikabu mbele yake Alpha Chris Onyango. Pigaji mzuri kipindi cha kwanza, ametolewa Ovelo Ochieng, huenda kutokana na jeraha, lakini bado anaweza kucheza Samuel Semo Mbaja Evra. Nafasi nzuri hii kwa FC Leopards. Wameruhusu magoli 16 mpaka sasa Gor Mahia katika michezo yao 23, kwa huu ni mchezo wa 24, lakini wamefunga magoli 30
mpaka sasa AFC Leopards. Casey, Musa Undu na Samuel Semo wote wapo kwenye mpira ule. Casey jaribu kunyanyua, Casey nyepesi kweli kweli kwake God Matthew Otieno. Meanza kwake Alphonse Omija, sasa Enoch Morrison. Alpha amegusa lakini tayari Musa Undu alikuwa amemchezea madhambi. Zio foul tena naye Musa Undu. Walinzi viungo wale wazuiaji Musa Undu pamoja na mwenzake Boniface Koyo Munyado tayari wana kadi ya njano, lakini tofauti sio wanne, manake kule alikotoka Joseph Levin Odhiambo ameingia pale Sylvester Silowino, kwa hivyo bado itakuwa ni back 3, lakini wanapoanza umemwona tayari amepanda juu Alphonse Omija, huku Lawrence Ochieng Juma akiwa kama mlinzi wakati wa mchongo kuweza kusaidia. Kwa hivyo kulia huko atakuwa anashirikiana Alphonse Omija na Paul Ochuoga. Samuel Kapeni kwake Paul Ochuoga. Ochuoga bado naileta ndani, imekatwa na Casey kwa kichwa. Alphonse nayo mali tena kwake Ochuoga. Paul Ochuoga anatafuta pa kwenda, amekabwa na wachezaji wawili. Hassan Beja Shoka ameipata mali. Kelly Okonji Madada kwake Maxwell. Sliding tackle bora yake Joshua Onyango Mangulu. Yenda tunaweza kusema kuwa alipata mpira ndio, lakini baadaye tu aliweza kuanguka. Maxwell Otieno Jongo atapata nguvu zaidi, pia wanaweza kumtumia kwa mipira mirefu Samuel Kapen ambaye ameletwa ndani na sasa yupo juu na mwenzake Sharif Musa Sirengo. Ni mrushaji mipira mirefu Samuel Kapeni. Wana wachezaji pia wenye kimo kwa faida ya Sylvester Wino, Joshua Onyango Mangulu. Na rushwa ndani Kapeni. Maxwell menyongwa. Kwa mekula 9 kwa lugha ya mtaani amesema amepigwa 9. Wanaingia kwenye kisambusa hichi, tengeneza kisambusa kisha unakabwa ile. Waoni wanazipenda sana. Kapeni Samuel, Aguero Victor Otieno, Kelly Okonji Madada kwake Musa Undu, merudi nyumbani kwake Randy Bakari. Banda amemwachia Sherif, naipata Victor Otieno, mechezewa madhambi. Dani foul kwa AFC Leopards. Bado wanafika kweli kweli wachezaji wa timu zote mbili kuweza kukatiza tu, na amebadilisha build up yake kipindi cha pili kocha Sinisa Mihik. Kwa hivyo watakuwa naanza watatu nyuma, huku Alphonse Omija na Paul Ochuoga wote wawili wakipanda, na watakuwa na watatiza tu wale walinzi wa chui. Je, watamfuata Ochuoga au watamfuata Omija? Kuwazuia itakuwa ni vigumu. Ndicho kitu ambacho wamekibadilisha kipindi hiki cha pili. Simiti Geoffrey Ochieng kwake Sharif Musa Sirengo, jaribu kuingia kati na kati, bado nao mrefu mno, umekwenda nje uwanja. Walimkaba uzuri Randy Bakari.
wamefika wengi tu. Sharif Musa wanajua uwezo wake wa kudribble, kwa hivyo kubwa zaidi wanamnyima nafasi ya kuingia ndani, kuweza kukaa chini na kuchezea nafasi zile za ndani. Ndio kitu ambacho wamekifanya, wanamtoa nje zaidi, kumtoa kwenye njia na kumnyima nafasi ya kuona nafasi zile za ndani. Alpha Onyango kwake Enoch Morrison, amezidiwa maarifa na Musa Oundo. Maxwell ameupata tena Enoch Morrison. Samuel Kapeni napigwa pass kwake Sharif Musa. Musa Sharif sasa melala uzuri. Randi Bakari amegusa lakini bado nayo Sharif, aletwa cross ile, mekata Casey kwa kichwa. Anayo sasa Kelly Okonji Madada. Nao sasa wanakabia juu, lakini alifika mzima mzima Geoffrey Ochieng Simiti. Mashabiki nao wanamtaka Austin. Fanya mabadiliko mwalimu Sinisa, kauli ya mashabiki hiyo. Napokuwa nje ya uwanja kila mtu anakuwa ana ufahamu mkubwa wa mpira, mpaka upewe nguo au ujazi ile uingie uwanjani, ndio unaona kazi ilivyokuwa ngumu. Musa Oundo cheza na mali ile. Lewis Esambe Bandi imepotea, ni ya kurushwa. Alama 36 AFC Leopards kuja ya mchezo siku leo, walikuwa nafasi ya 5, Kogalo wakiwa na alama 42 wakiwa nafasi ya 3. Lovai kwake Casey Odhiambo. Casey amerudi tena kwake Lovai, nataka kufanya mchezo, namwambia Casey peleke kwao, unaletwa cross, nafasi la! Oh my God! Sharif Musa, what a miss! Sinisa anasema hapana. I told you guys, I told you. Tayari walikuwa wameachwa hoi AFC Leopards. Bishop anasema nini? Toa. Alianza Paulo Chuoga, akaleta cross nzuri, angalia blindside kule, unmarked peke yake. Sharif Musa alibakisha tu kujaza ndani ya kamba, lakini akaamua kuipiga juu kule, juu yake Levis Opio Jr. Nafasi ya wazi kabisa kipindi cha pili wamekitengeneza vijana wa Kogalo. Victor Otieno sasa anayo bado. Victor Otieno naletwa cross ndani, amekataa Mangulu Joshua. Sharif Musa tena amekwenda chini, ameambiwa hakuna faulu yoyote, ni mpira umechukuliwa. Lewis Esambe Bandi anaicheza pembeni kwake Victor Otieno, nguvu mpya, jaribu kugeresha, anayo bado Victor Otieno, merudi kati kwake Musa Oundo, anapoa tena Victor Otieno. Musa merudi kwake Randi Bakari. Kipindi cha pili sasa wameanza kufunguka wenyewe. Battle kweli kweli.
Napigwa ndefu kichwa cha Randi Bakari. Victor Otieno ameucheza kwa mkono. Wameanza haraka, quick restart. Lewis Esambe Bandi pembeni. Simitia amemkata. Sherif Musa amempiga mtu chobo safi. Anapigwa pasi kwake Samuel Kapeni. Ameng'ata na meno Randi Bakari. Oh, misuli labda imetuna. Ile siaka haikuwa kawaida. Anasema siaka. Kweli kasi yake Samuel Kapeni analazimika kukava eneo kubwa anapopanda Lewis Esambe Bandi. Kwa hivyo namlazimu kuweza kufanya mikimbio kijana Randi Bakari. Overstretch. Kweli manake mbio yake iko mchezo. Kijana Samuel Kapeni anatoka kwa Lewis Esambe Bandi na ni mara ya pili sana ku expose nafasi ile ilitengenezwa Sherif Musa, na hii ni nyingine tena. Na kila mara wakipata Kogalo wanaweka kwa space ile ile. Manake akikava huko kuna space bado kubwa kati yake na mlinzi mwingine wakati Casey Odhiambo. Kwa hivyo bado wana uwezo kupata nafasi kutumia transition zao kwa ubora Kogalo. Narusho ndani. Kichwa kimeita uzuri. Sylvester Wino. Kelly Okonji Madada merudi kwa Kelovae. Kweyu Munyendo. Alfonso Mija Ali. Meanza kati kwake Alpha Chris Onyango. Pembeni kwake Sylvester Wino. Ahono. Lawrence Juma Ochieng. Lawi. Inapigwa pembeni kwake Geoffrey Ochieng. Merudi kwake Sylvester Wino. Umri wa miaka 23 huyo. Lakini tizama kimo chake. Beki wa timu ya taifa atatufaa sana miaka ijayo. Inapigwa pass katikati kumtafuta Samuel Kapeni, ndefu mno. Too hard of a pass. Amekataa kuanza Levis Opio Junior kwa mara hii. Akosa maelewano kati yake na Casey. Na wanakwepa press ile ya Kogalo. Walikuwa nakabia juu kweli kweli kipindi cha pili. Kwa nyima nafasi ya kwanza build up yao. Na sasa wanashinda mipira ya kwanza na kuanza kuwashambulia na mipira yote ya pili. Sherif Musa Sirengo amekatwa na Lewis Esambe Bandi. Musa Oundo. Kelly Okonji Madada amekabwa kweli kweli. Shule ya wanaume hiyo. Casey kwa Kelovae. Tena Casey Odhiambo. Foul. Alinyosha kijana Alfonso Mija, lakini kaishia gula kile, kaishia kwake Casey Odhiambo. Sherif Musa ameka mfumo wa nyeli kama Patrick Esombe. Angalia marking ya Wanaingwe, kila mtu anakaba nafasi. Ndio mwanzo tu ana recover kijana Lewis Esambe Bandi, lakini wote yupo peke yake Samuel Kapeni, yupo peke yake Sherif Musa Sirengo. Nafasi ya wazi kabisa, nafasi ya dhahabu kabisa. Tayari walikuwa mnyanyuka mashabiki, walijua wazi kuwa ni open goal ile. Hata kocha Sinisa Mik anasema no way.
Ni mali ya kurushwa. Samuel Kapeni, born and bred in Rongai kule kaunti ya Kajiado. Ni mali ya kurushwa. Anarusha mipira mrefu mithili ya Daniel Sakari kule Polisi. Lakini pia Enoch Agwanda Obiero utamkumbuka, alikuwa na mirusho hiyo hiyo mirefu. Samuel Kapeni ana goli moja mpaka sasa msimu huu, msimu wake wa kwanza ndani ya Kogalo, debi yake ya kwanza. Narusho ndani mrefu huku, cheza na kichwa Samuel Semo, meipata Lawi, naletwa cross ndani huku, Lova ameipunch, bado Alpha Joshua, Enoch Morrison imekatwa. Kelly Okonji Madada inapigwa pembeni kwake Victor Otieno. Sasa Victor anajaribu kutumia kasi, memtoka wa kwanza, lakini simiti ni nani, mwambie atafuta njia nyingine baba. Lawi kwake Joshua Unyango, anajiamini. Hassan Beja Shoka hajaonekana pakubwa kipindi cha pili, atahitaji mabadiliko mwalimu Fred Ambani. Kama ni badiliko, huenda akamtoa kiungo mmoja kati ya Boniface Kwe Munyendo na mwenzake Musa Unjo Pele, manake wote tayari wameweza kuona njano ile. Alfonso Mija Ali yupo chini, amenyanyuliwa, amenyanyuka. Mwendeka yupo sawa na yupo tayari kuweza kuendelea. Alfonso Mija na magoli mawili huyu, lakini pia alikuwepo kwenye kosi cha Harambee Stars alipokuwa katika michuano ya Kosafa kule walipoalikwa. Hassan Beja Shoka, mali meibwa. Alfa Unyango, napigwa pass, imefika Enoch Morrison, namwandalia Samuel Kapeni, ameotea. Badiliko la kwenda kufanyika. Rolls Royce Austin Odhiambo na kwenda kuchukua nafasi yake, lakini pia Koronya Sichenje Bebeto. Maxwell Otieno Odongo anakwenda kupumzishwa. Sichenje Bebeto amechukua nafasi yake Maxwell Otieno Odongo, lakini pia Austin anasubiri kuweza kujua nani itakuwa anatoka ili yaweze kuingia, kama hawako wameelewana katika substitution iliyokuwa inafanyika. Na kocha Fred Ambani amemtoa Maxwell Otieno Odongo. Walikuwa wanacheza mipira mirefu na kimo chake kilikuwa kinamponza kweli kweli Maxwell Otieno Odongo, na mipira ile ya chini haikuwa inamfikia. Kwa hivyo huenda amefanya tactical switch kocha Fred Ambani, maana atakuwa anashambulia kutokea maeneo ya kushoto Ronald Bebeto Sichenje, huku akienda kama namba 9 Maxwell Otieno Odongo, akienda kama namba 9 Victor Tiena Aguero, kunradhi. Sinisa na kwenda kuongea na meneja wa timu kwa sio huyo alikuwa faa atoke. Lazima usome mchezo kabla ya kufanya mabadiliko.
Unaweza kufanya badiliko ambalo huenda likakudhuru. Dakika 67 bila bado. Milango haijafunguka. Ongeze sala, ongeze na bidii. Yupo chini Sharif Musa. Austin Odhiambo Rolls Royce. Labda sasa ndio itakuwa analetwa. Alikuwa ameambiwa subiri kwanza. Sharif Musa kulingana na bango ndio ambaye anakwenda kutolewa. Kama amepata jeraha. Austin anapewa maelekezo ya mwisho kabla kuweza kuingia uwanjani. Sharif Musa anasaidiwa na wauguzi kwenda nje. Rolls Royce MVP. Sikia vibe la mashabiki. Tizama mashabiki wanavyonyanyuka. Wanajua huu ni MVP. The last piece of the puzzle. Ndio hii sasa. Alfonso Mija. Enoch Morrison. Rudi kwake Alpha Chris Onyango, amepoteza. Victor Otieno anayo mali. Joshua Onyango Mangulu. Amepiga tako lakini bado yupo chini. Yupo chini baada ya kutoa mpira Joshua Onyango Mangulu. Defender mzuri 1v1 zote, anafika kwa ground duels zote, lakini landing yake Joshua Onyango Mangulu alivyoangukia nyasini zile pale kaishia kuumiza maeneo yale, lakini yupo vizuri. Defender mzuri kuchezea mipira angani, kuchezea duels za chini, lakini pia defender mzuri kwa 1v1 zote Joshua Onyango. Debi ya pili hii naona anajituma na kuweza kuonyesha mwambo wake kwa hakika. Anajimombify. Gad Matthew amekuwa kocha. Anatoa maelekezo kwa wachezaji wenzake. Ndio Lasman anaona uwanja wote na anaona wachezaji wote. Lewis Sambe Bandi. Umri wa miaka 22 tu. Aliyemleta hapa ni Boniface Mbani, kakake mwalimu wa sasa Fred Mbani. Casey merudi tena kwake Levis. Narudi sana kwa Levis Casey. Au ndo kujenga huko. Si change Bebeto. Ametapa nao mali imetoka. Alfonso Mija lidani anatolewa. Sinisa akasema no, na kuhitaji sana hapo katika safu ya ulinzi kuweka stability. Upande wa pili kwake Sylvester Wino Ahono. Austin Odhiambo Rolls Royce. Merudi kwake Ahono, Sylvester Wino. Sili. Joshua Onyango Mangulu, fast touch amemtoka na good fast touch. Enoch Morrison, mali imepanda juu. Amepata Alfonso Mija. Omija pembeni kwake Paulo Chuoga. Na ileta cross imeguswa. Meipata. Anaambua tayari ngoma ilikuwa imetoka hiyo. Wanafika kweli kweli sasa Kogalo. Angalia run aliyofanya Alfonso Mija kabla ya kupiga pasi kwa Paulo Chuoga. Wameoverload kulia huku na hata wamezalisha kona.
Enoch Morrison leo kuipigia klabu ya Asante Kotoko kutoka kule Ghana, Gold Coast, na ileta nje kabisa huku. Imekaa uzuri kwake Alfo Mija. Letwa nje kwake Alfo Nyango. Ilikuwa ni kitu ambaye amekifanyia mazoezi na ni mzuri wa mipira hii kutoka mbali. Alfo Nyango baba Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, ni patron huyu. Ni nadra sana yeye kuweza kukosa debi yoyote ya mashemeji. Foul. Dakika hizi ndio umakini unahitajika mkubwa, lakini gavana pia wa Nairobi siku zote Johnson Sakaja anateta jambo, naye Rais Hussein Mohamed wa shirikisho la soka nchini. Kiwa pembeni na afisa mkuu mtendaji Harold Ndege, mchezaji wa zamani wa klabu ya Tusker. Rose Roy sasa nayo mali. Austin anayegeuza upande wa pili, pasi imefika kwake Paul Ochuoga, naletwa ndani huko, ameyokota bado. Mpira hatari ile. Mpira wa kudunda mbele ya kipa, ni mpira mgumu kwa mlinda lango yoyote yule. Bouncing balls ile. Lawrence Juma, Austin Odhiambo tena. Ichezewa foul, naye Hassan Bejo ameanza haraka. Geoffrey Ochieng impa Sili, anapoa tena Austin Sili. Alpha kwake Sil, rudi kwake Lawi. Lawrence Juma Ochieng nageuza upande wa pili kwake Umija. Enoch Morrison hakuwa na maelewano mazuri na Paul Ochuoga. Paul Ochuoga amechukua nafasi yake Runi Onyango, ambaye jana aliwaandikia ujumbe rasmi Kogalo akiwatakia heri katika msimu huu, lakini pia katika mechi ya mashemeji tayari ameondoka. Semekana amekwenda kule Norway kwenda kutafuta au kuendelea kusaka tonge katika safari yake ya soka, lakini ni nafasi kwa mtu mwingine. Kumbuka Charles Onyango, Beni Makati pia yupo hapa, anatafuta kikosi chake cha wachezaji wa CHAN. Hivyo mfurahishe uingie kwenye kikosi cha CHAN. Umeona kipindi cha pili hawajatisha sana wanachui. Mageuzi aliyofanya kocha Fred Ambani kule juu, amempeleka namba 9 Victor Tiena Aguero. Tumemzoea kama rana mzuri, kwa hivyo anapopokea mpira, anapoangalia lango lake, inakuwa vigumu kwake kuweza kugeuka na kufanya run. Kwa hivyo sasa hata pressing yao haijaweza kutiki, manake Kogalo wanajenga kwa ubora tokea nyuma hadi kufika ndani ya thuluthi ya mwisho kwa upande wa chui. Kelly, Lewis Sambe Bandi, imani ya kurusha AFC Leopards. Msimu uliopita Kogalo alichukua alama 6 mbele ya AFC Leopards, akimpiga nyumbani na ugenini. Victor Otieno anaileta ndani, nafasi Almanusra. Gad Matthew amekwenda kumsomea simiti. You can't let a cross iletwe ndani hivyo. Wow, too close yet too far. Samuel Onyango naye pia anapoa maelekezo. Walianza fupi Victor Tiena Aguero pembeni, lakini hakufika kumpa pressure. Victor Tiena Aguero alikuwa anamtazamia tu, lakini naye pia akapata nafasi. Ronald Bebeto Sichenje kuweza kuicheza, anampasha mfikie kabisa, nyime nafasi ya kuleta krosi. Ndio kazi yako kama mlinzi wa kushoto Gad Matthews Otieno, lakini Sinisa Mika anasema tuweke nguvu kaba mpaka mwisho.
ndiyo kauli yake Sinisa Mihik. Musa Undo amepoteza. Hassan Beja Shoka bado ameipata tena mali. Foul. Lawrence Juma anaambia pole pole pole, amekuwa wa haraka sana kuweza kuomba radhi. Wanacheka baadaye na kukumbatiana, lakini yupo chini Hassan Beja Shoka Kitao. Lawrence Juma kweli aligusa mpira baadaye, lakini mwanzoni aliishia kumchezea ndivyo sivyo, lakini akamkanyaga naye tena alipokuwa anatokea maeneo yale. Lawrence Ochieng Juma, kadi ya njano ipo kwenye mikono yake Dickens Mimisa. Lawrence Juma Ochieng na anaingia kwenye buku la watenda dhambi. Mabadiliko yanakwenda kufanyika. Samuel Onyango ameletwa mchezoni. Amechukua nafasi yake Enoch Morrison. Lakini pia kwa upande wa FC Leopards mabadiliko yanakwenda kufanyika. Victor Omune Ochami anakuwa anachukua nafasi yake Hassan Beja Shoka. Anaambiwa subiri, sio wewe. Amerudishwa tena Shoka. Ni kama bado pia nao hawajaamua ni nani anatoka ili Victor Muno Chami ingie. Samuel Onyango, Austin Odhiambo jaribu kuingia katikati yao, lakini mali imepotea. Musa Undo, KC hii sasa Meyari iende mbele, amefika kwake Victor Otieno, krosi zake ni hatari, anakwana na Alfonso Mija. Aguero nyepesi sana ameipoteza, na papo hapo anapata foul Kogalo. Badiliko mawili yanakwenda kufanywa ya uzoefu kabisa. Badiliko mawili, Hassan Beja Shoka anatoka, lakini pia Kelly Okonji Matata anatoka. Iko na mchezo mzuri. Boniface au Fred Ambani ameyari kuweza kufanya mabadiliko. Triple K Kevin Kimani kirudhi, mchezaji mzoefu kweli kweli na ligi kuu taifa la Kenya. Na Victor Omune Ochami amechukua nafasi yake Hassan Beja Shoka. Mageuzi aliyofanya sasa, wanaye target man vijana wa Chui. Victor Omune Ochami anaenda kama namba 9, huku Victor Otieno Aguero akienda kulia na Bebeta anasalia kushoto, lakini sasa shughuli ya kucheza pasi ya mishoni yake Kevin Kimani kirudhi. Victor Otieno jaribu uleta ndani, Jishu Nyango ameiondoa. Naletwa ndani huko, ipata Gad Matthew. Samuel Onyango, Alfonso Mija, Austin anamgusia Alfa, napelekwa upande wa pili kule kwake Samuel Kapeni. Samuel Kapeni jaribu kugiresha, amekabwa na wachezaji wawili, amekwenda chini, hakuna chochote, amempa mgongo Dickens Mimisa. Omija
Ipata Austin Odhiambo Rolls Royce. Anaonyanyua kifua Samuel Onyango. Sichenje Beto ameiona pass. Paulo Chuoga sasa anamwandalia Alphonse Omija, naletwa ndani huku, metoka anasema ni goal kick Mimisa. Libadilisha switching nzuri kutoka kwa Austin Odhiambo, nafasi tena nyingine tena, lakini aliokoa kwa ubora kabisa Levis Opio Junior. Angalia wanavyosimama walinzi wote wanne wa Chui. Cross inafika, lakini alikuwa amefika kabla ya ucheze Lewis Sambi Bandi ambaye alimeweza kurekebisha marking yake na akaokoa Levis Opio Junior. Alikuwa na mpira mgumu ule kwa mlinda lango yote, mpira ambao una bounce mbele yako, na amekwenda kupata huduma ya kwanza Levis Opio Junior. Lovai kakake Peter Opio Pinches basi yupo kwenye benchi la ufundi kwa faida ya Nairobi City Stars ambao jana nao walichukua sare ya nunge kwa nunge dhidi ya Kariobangi Sharks. Ingwe ni kama labda matumaini ya kuondoka na alama tatu yanaenda kufifia kwa mchezo siku ya leo, lakini it's not over until it's over. Mpaka kipenga cha mwisho ndio watajua kweli hii leo wanaondoka na moja. Wamesubiriana sana kweli kweli, wamepatana, lakini mpaka sasa hakuna mbabe. Sala na dua zipo nyingi sasa kwa mashabiki, milango ifunguke. Upande wa pili watu wametulia tuli kwa faida ya Kogalo. Ben Stanley Omondi na kwenda kupoa mechi yake ya kwanza ndani ya uzi wa Kogalo Gor Mahia. Ameondoka Alphonse Omija ambaye amepambana kweli kweli. Mechi yake ya kwanza Ben Stanley ndani ya uzi wa Kogalo akitokea Kakamega Homeboys kule, lakini pia ameipigia Sofapaka, Ulinzi Stars, lakini asili yake ipo kule Migori Youth. Debut yake kwa dabi. Must be nice, must be nice. Tano za kawaida ndio zimesalia. Tonge la mwisho litakomba mboga. Inaguswa kwake Samuel Onyango sasa. Samuel bado anayo, anaenda nje. Oh, imekatwa. FC Leopards wameiona. Anasa Victor Muno Chame amekabu uzuri na Sylvester Wino Ahono anaipata Triple K. Kevin Kimani kwake Musa Undo. Lewis Sambe Bandi anaigusa Mune kwake Triple K. Bado na FC Leopards wamepewa tena Musa Undo. Lewis Sambe Bandi anaipata Kogalo. Lawrence Juma kwake Austin Odhiambo Rolls Royce, inapigwa pembeni kwake Samuel Kapeni. Oh, amezidi, ameutea, amejenga kibanda katika eneo la mpinzani. Kati pasi unatoka tayari alikuwa amezidi, kwa amesimama eneo zuri Randy Bakari na Casey Odhiambo, lakini umeona Austin tangu jio wake bado hayuko vizuri 100%. Match fitness ile, utimamu wa kimwili bado haijawa bora, lakini pia anapokea mali chini zaidi tofauti na maeneo hatarishi kule juu. Kwa hivyo bado hatujaweza kuona uwezo wake wa kupokea, lakini pia kufanya turning ile ya kwenda juu. Na sasa ametolewa Alphonse Omija, wamerudi back four ile, atakuwa anarudi nyuma Paulo Chuoga na mwenzake Geoffrey Semiti kutengeneza back four, lakini kubwa zaidi bado atakuwa anapanda Paulo Chuoga. Victor Muna hajapata nafasi, lakini pia kushoto huku Ronald Bebeto Sichenje hajaweza kupata nafasi ya kuweza kumimina crossi kwenda ndani ya 18. Sylvester kwenda kuondoa, lakini umetoka. Huenda ikawa ni sare ya 35 katika michezo 96 ambao wameweza kupatana. Kama
itatamatika hivi. Lewis Esambe Bandi, Triple K imetoka, ni ya kurushwa. Victor Otieno jaribu kuleta ndani, imembabatiza Sylvester, imemshikia Alpha Onyango. Napigwa pass kwake Samuel Kapeni, bado anayo ambayo yupo onside. Imemfikia Ben Stanley Omondi, kwake Austin sasa. Austin! Oh! He was onside. Alikuwa yupo eneo sawa kabisa, lakini amepiga nje mwenyewe Austin Odhiambo Rolls Royce. Pasi imetoka kushoto ikafika kwake Ben Stanley Omondi. Run yake Austin Odhiambo. Tayari alikuwa eneo la onside kabisa. Amewachanganya kabisa run ile. Akatokea blindside ya mlinzi ule wakati. Wanasubiria goli kweli kweli. Tanzania wanasubiria pishi la biriani siku ya kesho. Amekosaje Austin Odhiambo nafasi ile? Alibreak uzuri defense yao. Mahali ya kurushwa. Dakika mbaya kweli hizi. Metoka goal kick. Bado watu hawajatoka uwanjani, wana imani kuwa alama tatu zinakwenda upande mmoja. Austin jaribu kunanua kwake Samuel Kapeni, metoka Lovaya, ameupata uzuri. Dakika 4 za kumaliza pambano kulingana na Eric Njogu, Pilato Akiba, Samuel Onyango. Samuel! Mepaa juu lango lile. Passing yake Austin Odhiambo. Nitaka kukontrol ikakataa. Lakini akaupiga hivyo hivyo Samuel Onyango. Nafasi hizi dakika za mwisho kidogo, unaona wanazidi kutengeza nafasi, bado wanasubiria tu, wanasema ijaisha mpaka ishe. Mashabiki hawakati tamaa, mpambanaji wa kweli hakati tamaa. Casey kwake Lewis Esambe Bandi, Randi ameare kuweza kupeleka kwao huko. Metoka Gad Matthew, ameucheza na kichwa. Oh! Ataki mchezo Gad Matthew upande wa pili sasa. Alikuwa anautafuta Samuel Kapeni, imerushwa kwa haraka. Victor Otieno Aguero, Triple K kwake Munyendo. Oh, amelala kazini. Alpha Onyango sasa. Lawrence Juma, Samuel Kapeni, Austin, Lawrence Juma kwake Ben Stanley Omondi, napigwa tackle na Musa Undu. Boniface Kweyu amekubali, Lawrence inanyanyuliwa kwake Victor Munde Ochami, imemtoka kwanza. Oh! Anambua mnalote, hajaguswa. Angeliulenga kwenye lango, labda ingelikuwa ni tofauti sasa. Chance nzuri ile, Victor Omune alitoka langoni lakini hakumgusa. Alitaka tu kuweza kumvisha kanzu mwanzo, lakini touch ile ikawa nzito. Dakika za mwisho nafasi zinajitokeza kweli kweli.
wanazidi kupata nafasi, sio Kogalo, lakini pia Ingwe nao wanapata nafasi zao. Huenda wana imani kwa dakika hizi 2 za mwisho, huenda nafasi moja ikaishia ndani ya kamba zile. Mashabiki wa FC Leopards labda walitaka ushindi. Mataa yamewaka, jiji kuu linameremeta. Bado wanachungulia mashabiki ambao sasa hivi wote hakuna aliyekaa, wote wamenyanyuka kwenye viti vao. Lawrence Juma Ochieng amepata huduma ya kwanza, amepambana dakika 90. Eneo la kati amelimiliki kwa uwezo wake. Norway Branch pia nao wamejitokeza. Ingwe ni ya kila mtu, haibagui. Unacho njoo, hauna njoo. Gad Matthew Male inatuma kwa huko, meflick kichwa, Kesi na ameurudisha huko. Kichwa chake Joshua Unyango kimemfikia Samuel Semu Mbaja. Omune, Mali imetoka, ni ya kurushwa. Huenda ikawa ni sare ya 10 kwa FC Leopards msimu huu, lakini huenda ikawa ni sare ya 7 kwa Kogalo msimu huu. Levis Opio Junior Lovai, mechi ya mwisho kuisha bila katika debi ilikuwa ni msimu juzi. Huenda ikawa amejirudia. Wenyewe wanakuambia ng'ombe dume hazai, labda ndio hii. Na debi ya 96 ya Mashemegi inatamatika kwa sare ya tasa. Wote wamepambana, wote wamejituma, lakini haikuwa iwe. Watalazimika kuridhika na alama moja kila mmoja. Wote ni wababe, wote ni washindi hii leo, wote ni mabingwa. Ndio mchezo wa soka ulivyo. Matokeo haya yapo kwenye mchezo wa soka popote pale. Walichokitarajia labda hawakukipata, but this is football, this is Nairobi, this is Kenyan Premier League, this is 254, na hii ndiyo derby bora kabisa ndani ya Afrika Mashariki, lakini mashabiki wanasema ni derby bora ndani ya bara la Afrika. Sinisa Mij, derby yake ya kwanza, anaondoka na sare. Not bad, not bad, not bad. Karibu sana nchini. Alikuwa na nafasi, labda angelipata ushindi. Debi yake ya kwanza siku leo. Ben Stanley Omondi, they have to settle for draw, a goalless draw. It's not that bad. Uwanja uliotumika kuanzia mwanzo, na sasa shughuli imeisha. Imetamatika. FC Leopards 0, Gor Mahia 0. Mekuwa na Charles Onyango Mabululu. Mimi ni beki ya Zebirika Ali Salim. Asante sana. Till next time. Goodbye.